PS Raymond Omollo anaendelea tu kuweza kuexpose pale katika social media, hasa tu baada tu ya claims kuweza kutoka kwamba ni mmoja wa watu ambao pia waliweza kuhusika kwa kupigwa kwa Godfrey Otsoti ambaye pia ni seneta wa Vihiga. Ukumbuke tu ni claims ambazo pia alianza kuzitoa Babu Owino hapo jana kuhusiana kwa kupigwa kwa seneta wa Vihiga, na zimeendelea tu kusambaa pale katika social media, na hivi leo tu inaonekana tu watu wengi tu zaidi ikiwemo Gen Z wanaendelea kufanya research pale katika social media, kwa sababu tayari CCTV footage ambazo pia zilikuwa zinaonyesha tu seneta wa Vihiga Godfrey akiweza kupigwa ziliweza kutoka, na watu wengi tu zaidi waliweza capture baadhi ya hizo picha na kuweza kujua wakina nani, pia wakaweza kuzizoom na wameweza kubahatika kuweza kupata tu baadhi ya picha ambazo pia zinaonekana tu nikana kwamba kuna baadhi katika watu hiyo video walikuwa wameweza kupiga picha na PS Raymond Omollo before kabla ya tukio, na inaonekana tu ni watu wa karibu zaidi ambao pia wanamjua tu Raymond Omollo, kulingana tu na watu ambao pia wanaendelea kushare hizo picha pale katika social media, hasa tu baada tu ya Godfrey Otsoti kuweza kuwa attacked hapo jana, kwa sababu inasemekana tu aliweza kuwa attacked kwa sababu tu ya issue nzima tu ya siasa. Kumbuke tu kumekuwa na issue nzima ambao pia imekuwa ikiendelea pale ODM, wakimwambia aweze kutoka ama aweze resign, lakini Godfrey Otsoti pamoja na Edwin Sifuna ni baadhi ya watu ambao pia wameweza kusimama na misimamo mikali, wakisema tu kwamba hawatabanduka ODM kabisa, kwa sababu wao waliweza kuchaguliwa na aliyekuwa former Prime Minister Raila Odinga, na basi wakitaka kuweza kuwatoa basi waende wamuulize Raila Odinga, kitu ambacho pia inaonekana ni kana kwamba kinaendelea kuweka pabaya zaidi Godfrey Otsoti pamoja na Sifuna, na mtu ambaye pia amekuwa kilaumiwa katika the whole situation ni Raymond Omollo, kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wanafollow pale katika social media, licha ya DCI kuweza kutoa taarifa yao hapo jana kuweza kusema tu kwamba watakuwa tu wana investigate hiyo issue nzima kuweza kujua kipi ambacho kilihappen na watu nani aliweza kuwatuma watu waweze kwenda kumpiga seneta wa Vihiga, kwa sababu lazima tu aliweza kutumwa na watu ambao pia walikuwa wameweza kupangwa, na pia tu kuweza kujua location ambao pia ilikuwa ni kitu ambacho pia kinataka intelligence kubwa zaidi, kwa sababu anasemekana kwamba hakuwa ameweza kuambia mtu yoyote anaenda kunyolewa katika sehemu yoyote kule Kisumu, kitu ambacho pia kiliweza kumkuta ni kitu ambacho pia hata yeye mwenyewe aliweza kushangaa zaidi. Inaonekana tu nikana kwamba pia ama kuna watu wameclaim ya kwamba huenda tu pia labda simu yake ilikuwa tu inakuwa tracked kuweza kuonesha mahali ambapo pia alikuwa anaenda, na ni kitu ambacho pia inaonekana tu ilikuwa target, kwa sababu before tayari walikuwa tu wameweza kumuonya kuweza kanyaga Kisumu pamoja yeye na Edwin Sifuna na grupu yote ya Linda Mwananchi ambao pia wamekuwa wakifanya mikutano mbalimbali hapa nchini Kenya, na huenda tu labda simu yake ilikuwa tracked na wakaweza kuonekana yuko Kisumu amekaa, na ndio maana tu akaweza kutumiwa watu wakaweza kumpiga, kwa sababu kitu kama mtu kuweza kutrack simu ya mtu basi inataka intelligence kubwa zaidi, na ndio maana tu labda waliweza kumpata akiwa off guard, na ni kitu ambacho pia yeye mwenyewe hakuwa na expect. Swali ambao pia watu wengi tu wanajiuliza, je, nani aliweza kutrack hiyo simu ya Godfrey Otsoti? Ni kitu ambacho pia watu wengi tu zaidi wamesema kwamba lazima tu serikali iweze kujibu, wakiendelea tu kuweza kumblame Raymond Omollo baada tu ya picha kuweza kutokea pale katika social media ikionyesha kwamba alikuwa tuna baadhi ya watu ambao pia waliweza kumpiga seneta wa Vihiga Godfrey Otsoti, kitu ambacho pia tutakuwa na follow karibu zaidi kuweza kujua details zaidi kuhusiana tu kwa kupigwa kwa Godfrey Otsoti, ambaye pia sasa hivi tu yuko ICU na yuko hali mbaya zaidi. Katika Udako 254 taendelea kupatia story ambazo zina trend katika mitandao za kijamii hapa nchini Kenya, na make sure umesubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu.